Na mtazamaji, na sasa katika taarifa ya kuvunja moyo, mtoto mwenye umri wa kike mwenye umri wa miaka 7 amechomwa mdomo na nyanyake kwa madai ya kutoa taarifa fulani kwa majirani. Inadaiwa nyanya huyo alimpa kichapo kikali mtoto huyo kabla ya kumchoma mdomo kwa kutumia kisu kilichokuwa moto. Kisa na maana eti mtoto huyo alieneza udaku wa nyumbani kwao nje ya nyumba yao. Msichana huyo ni mwanafunzi wa shule ya msingi ya Thura, wilaya ya Imenti Kaskazini. Majirani wanasema kuwa hii si mara ya kwanza kwa nyanya huyo kumwadhibu na kumdhulumu mtoto huyo ambaye ni yatima. Chifu eneo hilo alifahamishwa kuhusu kisa hicho na akatoa taarifa kwa afisa anayehusika na masuala ya watoto wilayani, na mtoto huyo kwa sasa amepelekwa katika kituo cha watoto, huku juhudi za kutoa adhabu ya kisheria dhidi ya nyanya huyo zikiwekwa. Kando na hayo, kwa takriban majuma mawili hivi sasa, vyombo vya habari na hata Wakenya kwa ujumla wamekuwa ni wenye kubashiri ni nani atakayeketi katika baraza la mawaziri wa serikali ya Rais Uhuru Kenyatta. Wengi wamemshtumu rais kwa kuchelewesha orodha hiyo ya wagombezi na wengine kumtetea kwa kusema hajakosea kwa kuwa kamati itakayokabidhiwa orodha hiyo bado haijabuniwa. Ni kamati itakayobuniwa hapo kesho adhuhuri bungeni, punde tu baada ya kiongozi wa wengi Aden Duale kuwasilisha orodha ya wanakamati mbele ya bunge. Lakini je, uchunguzi walioteuliwa utaendeshwa vipi na kwa muda gani? Milango ya bunge itakapofunguliwa hapo kesho, shughuli muhimu itakuwa ni ile ya kuteua kamati itakayochunguza maafisa wa umma. Bunge iko na uwezo ya kuchunguza kila mtu ambaye rais anampatia kazi. So si kama zamani rais anataja majina ya mawaziri na kesho wanaapishwa. Wandani wetu wametuthibitishia kuwa anaacha subiri rais kabla ya kuteua baraza lake ni kubuniwa kwa kamati hiyo muhimu, hivi kwamba kuna uwezekano kuwa Wakenya watajua majina walioteuliwa baadaye siku ya Jumanne, kisha alafu ataituma hizo majina kwa speaker wa bunge. Speaker wa bunge atatoa communication kutoka kiti cha speaker akisema ya kwamba mimi leo nimepata majina kutoka rais wa nchi. Kwa ujumla kamati hii ina takriban wanachama 29 akiwemo spika wa bunge ambaye ni mwenyekiti. Kazi ya spika hata hivyo itakuwa ni kuongoza kikao pekee, wala hatoshiriki katika utoaji wa maamuzi, mfano kupitia upigaji kura kwa kuwa yeye si mbunge. Katika wabunge 28 wanachama wa kamati hii pia kuna naibu wa spika, kiongozi wa wengi na naibu wake, na kiongozi wa wachache na naibu wake. Hapa muungano wa Jubilee umepewa jumla ya viti 17 na muungano wa CORD kupewa nafasi 11. Orodha ya Jubilee ipo tayari. Kiongozi na bwana spika itakaa chini na itachunguza kila mtu peke yake kulingana na katiba ya nchi. Itakapoanza kazi yake, kamati hii itawapa Wakenya muda wa siku 7 kutoa maoni yao kuambatana na watakaoteuliwa na rais katika baraza la mawaziri. Kisha watumie siku 7 kuwachunguza walioteuliwa. Kumbuka mtazamaji kwamba imenukuliwa kuwa rais amebadili orodha yake mara kadhaa, hasa baada ya kuiwasilisha mbele ya tume ya maadili na ufisadi na idara ya ujasusi, hivi kwamba ripoti hizi pia zitatumiwa katika uchunguzi. Swala ibuka hapa ni je, iwapo kamati hii itawafungia nje watu fulani, bunge lina nguvu ya kubatilisha uamuzi huo na kupitisha majina hayo? Verdict ya mwisho iko na wabunge. Iwapo watakubaliana na kamati husika na kuwafungia nje watu fulani, rais atapewa muda wa kufanyia marekebisho orodha yake na kuwasilisha majina mapya mbele ya kamati husika kwa uchunguzi. Kwa mujibu wa katiba, uchunguzi wa maafisa utafanywa bila usiri wowote, na baada ya hilo Wakenya watajua watakaoketi katika baraza la mawaziri katika muda usiozidi majuma mawili. Zubeida Kome, KTN leo.